Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, natumai umuri wa afya na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa. Mchambuzi wako wa leo ni Safari Almas Le Petit Noir na saidiwa upande wa pili na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Msikilizaji wangu, kabla kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, kama ilivyo ada na desturi, unakuwa ukipata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo, na mkaribisha Sudi wa Sudi Valente. Wali gani Sudi? Na mshukuru Mwenyezi Mungu, mimi ni mwili wa afya, mwenzangu Safari Almas Le Petit Noir, labda upande wako. Na mimi niko salama kabisa, na mshukuru Mungu. Labda ni kipi ambacho umeandalia wasikilizaji wetu? Ndio, kwa siku ya leo katika habari zilizogonga mwamba, tuanzie na huko Kikonde katika sekta ya Nganja tarafani Fizi, na taarifa inayosema kuwa hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Kikonde, sekta ya Nganja tarafani Fizi, baada ya vurugu ya wazalendo kundi la Bishambuke kupigana risasi wao kwa wao, na hivyo kupelekea kifo cha moja kati ya makamanda wao. Lakini pia tutakuwa na habari za huko Uvira isemazo kuwa mama mmoja ameshikwa na silaha moja aina ya AK-47 kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, eneo la Kamvimvira mjini Uvira, Ijumaa ya tarehe 17 Oktoba mwaka 2025. Lakini pia tutakuwa na habari za kitaifa isemazo kuwa vuguvugu tokwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yake Joseph Kabila yatoa wito wa kuachiwa huru mara moja kwa mpinzani Seth Kikuni ambaye alishikwa na vitengo vya usalama pindi alipowasili katika mji wa Kinshasa akitokea Nairobi huko nchini Kenya. Ni hapo ndipo naweka nukta kwa habari zilizogonga mwamba kwa siku ya leo, mwenzangu Safari Alimasi. Na kushukuru Sudi wa Sudi Valente kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Shirika la uchukuzi wa watu pamoja na mizigo ASEPRO kupitia kiongozi wake limeomba kwa meya jiji la Baraka kuwekea vizuio katika daraja mbalimbali zinazokuwa ndani ya jiji hili ili kuepukana na ajali za mara kwa mara zinazotokea na kugharimu maisha ya raia. Akizungumza na redio yako Bwana Mkunjelisha Lesem, coordinator wa ASEPRO Moveteski jimboni Kivu ya Kusini, amesema kuwa tayari kuna ajali ambazo zimejitokeza katika daraja mojawapo, na hiyo ni kutokana na kutokuwekwa vizuio. Serikali inakuwa na vitengo ambavyo vinahusika wenda na kuprevenir juu ya maaksida za circulation routiere, lakini vile vitengo vinakuwa vifanye kazi zake kulingana jinsi inavyostahili. Kuna kitengo ambacho kinahusika na hiyo kazi, lakini hicho kitengo kinakuwa kifanye kazi zake, na ndio inatuma madhara kama nayo yanakuwa yanaonekana kila mara. Tunaweza tukaseme kwamba wakati serikali inajenga kilalo, tukamate mfano kilalo kile cha uwanja wa ndege wa zamani, kile ambacho ni kinajengwa kwa mto mdogo wa Mau, na kuna kile ambacho kinajengwa pale Kumadame. Vile vilalo viwili vinajengwa na serikali ya jiji la Baraka. Ni meya wa jiji la Baraka ndo aliweza kufanya kazi za kujenga ile mavilalo mbili, lakini anakosa kuweka ile mavyuma ya protection pale pembeni. Eske hakujua wakati wanatengeneza wale wa engineer hawakujua kwamba ile kilalo itabaki kuwa danger kwa population ambao wanafrekante muzile maeneo? Walijua vile, lakini kwa ajili ya kuona hapa tukienda kuweka ile mavyuma ya protection itachukua ingine $50 wala ingine $100, wanakosa kuweka. Donc wanaona kutosha $100 juu ya kuprotege maisha ya wakaaji ambao wao wanaongoza, wanaona kwamba itakuwa ni kuharibu hela. Bora ile $100 ibakie ikuliwe kuliko kuweka pale juu ya kuprotege maisha ya wanadamu. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hayakuwa retare sana, maana serikali ya Kongo inazoea sana kufanya kazi hadi pale ambapo wanasikia kwamba kuna kuwa maafa. Wakishasikia watu wanafariki ndo wanakuja kutengeneza. Tumeshazoea serikali yenyewe ndo tunaanzaga enda nayo hivyo. Mwishowe ameomba kwa meya mmoja kufikiria swala hilo kwa haraka ili kuepukana na madhara mengine yanaweza kujitokeza. Waangalie, tunainsiste, tunasema kilalo cha mto Mtambala na vilalo vya hapa jijini Baraka, tukianza kilalo cha mto Mkemake, kilalo cha mto Mao hapa chini ya uwanja wa ndege, tukipitia ndani ya uwanja wa ndege wa zamani na pale Mweren 5
pale kumadame ni vilalo ambavyo vinaomba vitengenezwe. Kutengenezwa kwa vilalo vitatu vya hapa jijini Baraka kati ninaomba kuweka mavyuma ya protection juu ya maaksida zenye tuko tunaassiste. Resama pale kumadame tuliweza kuassiste mtu ambaye aliweza kufariki kwa ajili alikuwa pale kukilalo juu ya kukosa protection za pembeni. Ule mtu aliweza kuanguka kudodoshwa kule kilalo na akaanguka na akaweza kupoteza maisha. Na vile vile kukilalo cha mwisho wa kiwanja wa ndege kuna kaa nyingi sana za accidents zenye zishakuwa assiste pale za mtu iko pale pikipiki iko pale inagonga mtu na mtu anaanguka mule ndani, na hata pikipiki zenyewe ziko zinagongana zenyewe kwa zenyewe na zinaanguka mule chini mkilalo, na ile yote ni juu vilalo havina protection au kufanya ile ilombi hela nyingi. Kwa hiyo tunaomba serikali ya jiji la Baraka ambayo ko represente na meya wa jiji la Baraka aweze kufanyia kazi hilo swala. Aliombi hela nyingi, tafadhali afanye hilo swala, alifanyie kazi kwa ajili ya kutengeneza hizo eneo ili maisha ya wanadamu ambao wanapita katika hizo eneo iweze kuwa imesaidiwa namna hiyo. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kiongozi wa shirika la CGOP tena leader wa kijamii mjini Baraka tarafani Fizi Orfeka Mengele ameipongeza jitihada wanazozifanya wazalendo katika kufanya uchunguzi wa habari na vitu vibaya vinavyoripotiwa. Hivyo ni baada ya habari zilizozagaa kwa mitandao ya kijamii kuwa kuna gari zilizoleta majeruhi wa kivita wa waasi wa M23. Akizungumza na Radio Kivu, bwana Orfeka Mengele akiwa leader wa kijamii amesema kuwa majeruhi walioletwa si wa waasi wa M23 kama habari zilizozagaa, bali ni wa kizalendo ambao walielekea Fizi Center kwa ajili ya matunzo ya ziada. Tulipata habari nyingi sana, ilikuwa jana habari zilizagaa kabisa katika tarafa la Fizi na hususan katika sekta ya Mtambala kusema kwamba kunakuwa gari ambazo zimetoka Uvira na zinapeleka watu katika kichwa cha Ubembe huko Fizi Center kwa ajili ya matunzo. Na wakati zile habari zilizagaa, habari hizo zimemfikia kiongozi wa kijeshi ambaye anaongoza bataillon ya 3 akiwa ni mheshimiwa Chalumba. Na wakati zilimfikia zile habari, alifanya jitihada pamoja, tulikuwa fasi moja, na alituma majeshi yake kuenda kuangalia ni nini ambayo inaendelea. Kweli zile gari ambazo zilipita zilikuwa na wale watu wanaoitwa wablese, na walikuwa wanapelekwa katika tarafa la Fizi huko kwenye hospitali ili kupata matibabu iliyo bora. Na ni hapa ndo ninasema sasa ushujaa wa hawa wazalendo, kwa sababu wakati wanasikia raia inatoa habari fulani hawako na ikalia habari kimya, wanafuatilia vizuri kujua ni habari inatokea wapi, kwa sababu habari zilizagaa kusema kwamba ni wa M23 ambao wanaelekea huko tarafani Fizi. Na uchunguzi ulipofanyika ilienda kugundulika kwamba hawakuwa waasi wa M23, lakini walikuwa ni wanajeshi wa kizalendo ambao walipatwa na shida ya masase kutokea Uvira. Mkuu kiongozi wa wajeshi wa wazalendo hapa aliuliza makao makuu hapo Uvira na wakamhakikishia kwamba ni watu ambao wanatoka Uvira, na hiyo hapo iliwafanya waachiliwe waendelee na safari yao kuelekea Fizi. Ndio maana tunahakikishia raia wa Fizi na wa sekta ya Mtambala kusema kwamba wale ambao walipita mablese hawakuwa waasi wa M23, lakini walikuwa ni wanajeshi wa wazalendo ambao walikuwa wanaenda pata matibabu iliyo sahihi huko tarafani Fizi. Na alipoulizwa kuhusu malalamiko ya raia kwa baadhi ya wazalendo wanaofanya vitendo vya unyanyasaji, Orfeka Mengele amejibu yafuatayo. Ndiyo, hilo swala la wazalendo kushutumiwa kwamba wanaendelea kunyanyasa raia kila mara tuko tunaisema, na inaenda kuonekana kwamba si wazalendo wote ambao wanaofanya ile tabia. Kunakuwa wale ambao wadeviant wanashindwa kushikilia sheria ambayo wanapewa na ukuu viongozi wao, na wale kila leo tuko tunaomba wakuu viongozi wa wazalendo kuenda kuwaadhibu kama ipasavyo, kwa sababu raia imeshalalamika muda wa kutosha sana, na sisi kama vile malida hatuwezi kuachilia ili swala lipite inapersi. Ndio maana tuko nafanya ile mapledoyer kwa wakuu viongozi wa wazalendo kuenda na tokomeza na kukomeza ile hali, kwa sababu isikuje kufanya siku moja raia wakose kuwa na uaminifu na hao wazalendo ambao wanafanya kwa sasa amani iendelee kuonekana katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Ndio maana wale ambao wanaenda kinyume na sheria, tunaomba na kusii wakuu wa wazalendo kuwa na wapinir na kuwakemea kabisa ili raia ishi na amani.
wawe na ule uzalendo ambao walikuwa nao wakati wako huko porini. Walikuwa watu wenye kutegemewa sana, na ile hali ambao walikuwa nayo huko tunawaomba waendelee kuyaishi hapa mjini ambapo tunakuwa nao, kwa sababu raia inawategemea. Na kama raia inawategemea, raia haiwezi penda ione ile hali za kunyanyasa tena, wao wanakuwa kama vile tena wahalifu, na haiko vizuri. Kumbe waheshimu sheria na waheshimu haki ya kibinadamu. Mtu anaweza kutembea saa zote zile na kitu chake, asinyanganywe na asinyanyaswe wakati anatembea. Hivi sasa tujielekeze kwa Kikonde ambako hali ya usalama imerejea kwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Kikonde sekta Nganja tarafani Fizi, baada ya vurugu ya wazalendo kundi la Bishambuke kupigana risasi wao kwa wao na hivyo kupelekea kifo cha moja kati ya makamanda wao. Duru yetu toka Kikonde ataja kuwa shughuli zote zimezorota wakati wa purukushani za wazalendo hao. Huyu ametoa historia fupi ya namna mkasa huo kulivyokuwa. Kusema kama ilikuwa siku ya ine verma 17h, ni kundi kwanza za Bishambuke, kundi ya Bishambuke alianza kunwa pombe kukamaka nganda. Walipokunwa pombe kafika ma 18h ma 19h pale bakaanza zao magomvi tunajua kwa kuna wasoda raia wezi fika tukaanza sikia tu mafujo pale, bakapanda bako mkupanda pale bakaanza chapana au mangumi pale vile kungandali. Walipopanda huku Yulu, kama ukufahamu Yulu ya hospitali ni kule njoo wanaishi na njoo bako na tuseme na kaya hapo kule. Tukaanza kusikia tu milio ya risasi, ilianza na 20h ile tukasema wanapiga tu. Kumbe pale ilikuwa hatari. Tukaanza kujibiana wao kwa wani wa komanda wawili ambao wako mu force negative tofauti. Kisha hapo wakaanza kugombana huko, sisi raia tuko sio tu manyumba, kila mtu mjini yote ni kimya mpaka saa 4 usiku, masasi kwa sasa inapunguka. Watu wakalala, walipolala kuja kuamka asubuhi kukuta maiti pale ya mmoja garso mwa komanda wao alikuwa hapa, wale wengine wale wakakimbia. Watu wakaikala pale, kukala katokea mpaka Seveli, kukatokea Kose, kama ni ule mwenye alikufa kama ni yawa tukuelewa, wote ni wasoda wakakuya, wale wenzao directement wakakuwa walisha kimbia. Jana siku ya 5 ilikuwa alert, hakuna activity moja ilipita ya masomo, watoto wakwenda kwa masomo ni secondaire ni primaire, activity hakuna, walienda kujamba, watu wakashinda tu vile. Hata hivyo, pamoja na hayo, duru yetu yaongeza kuwa vitendo vya uporaji viliripotiwa na baadhi ya wazalendo. Fujo kukamata mambuzi, kubali wale wenye walikimbia, kukamata mambuzi, makuku, kwa walinyang'anywa matelefone, mpaka leo hazikuonekana. Kwa garso mwenye alinyang'anywa telefone haikuonekana. Hivi walienda nayo Sevele wakasema tabakute kule wataenda pata hapo telefone. Alafu hiyo njoo kifupi yenye naweza tu jiwia bakapiga masasi kabisa, lakini wale walikuya wenye walikuya hiyo siku ya 5 hawakupiga masasi. Hiyo usiku kwenye mtu alikufa njoo kulilia za hatari. Na pili leo asubuhi tena siku ya 6 kukakia zingine moto 2 zikapanda, kwa sababu walikamata mhalifu mwenye alifanya hiyo kitendo. Kamata mhalifu na huyo mhalifu wale bakamubeba Sevele, na hiyo maiti ya ule ndugu yao bakamubeba Sevele, kwa sababu Sevele njoo makao kwake. Hiyo njoo kifupi yenye naweza kuhadisia tu. Msikilizaji, tayari kipenga kimelia, hivyo ni muda wa kupata habari za michezo ambako namkaribisha Sudi Valante. Ndiyo, asante kabisa mwenzangu Safara Limaze na Metinwari kunako kurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo. Tuanze nezi habari za hapa katika mji wa Baraka, lakini kabla kwanza ya kuendelea, acha nikwambia kwamba mzembe kazini huafai. Nasema hivyo kutokana na mechi ambayo iliweza kupigwa mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo tariki 18 ya Oktoba mwaka 2025, ambako ilikuwa ni mechi kati ya kata ya Majengo dhidi ya kata ya Matata, ambako vijana wa kata ya Matata waliweza kuibuka na ushindi wa 5-4 kunako mikoa ya Manati, kisha dakika 90 kutamatika kwa sare ya 2-2.
Msikilizaji, acha nikujuze ya kwamba mechi hiyo ilianza tu majira saa 9 kamili za mchana, na ambako dakika 90 za mchezo ziliweza kufika, huku vijana wa kata ya Majengo wakiongoza kwa mabao 2-0 mbele ya vijana wa kata ya Matata, na ndipo kulipoongezwa dakika 5 za nyongezo na mwamuzi Heritier, na kunako dakika 5 hizo ambazo ziliweza kuongezwa, basi vijana wa kata ya Matata walifanya kila jitihada na kuweza kusawazisha mabao yote mawili yao na kurudi kwenye mikwaju ya manati. Lakini kitu ambacho kiliweza kuzunisha mashabiki wa kata ya Majengo ni kuona mkwaju wa penalti ambao uliweza kupigwa na nahodha wa kata hiyo ya Majengo ambaye alikuwa ni Polo, kutokana na kazi nzuri ambayo alikuwa tayari ameshaifanya kunako dakika 90 za mchezo. Lakini kwa bahati mbaya penalti ambayo aliweza kuipiga ilikuwa ni penalti ambayo naweza nikasema ya kwamba ni penalti ya kiutoto, ambako ilikuwa ni penalti ya mwisho ambayo ndio kupiga shuti ndogo sana na kupelekea golikipa wa kata ya Matata kushika mpira ule vizuri sana na mpira kutamatika kwa ushindi wa kata ya Matata ambao uliweza kuwacharaza vibaya kata ya Majengo 5-4 kunako mikwaju ya manati. Basi tournamenti hiyo itakuwa kuendelea mara tena siku ya Jumapili ya tarehe 19 Oktoba mwaka 2025. Mechi ambayo itapigwa majira saa 9 kamili za jioni ni mechi kati ya kata ya Kibonjwa ambayo itakata Mzwafit na zidi ya kata ya Kalinga Nord. Huko katika bara la Ulaya ni kwamba wiki ya 8 ya michuano ya Premier League hapo katika nchi ya Uingereza iliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi, ambako mapema sana majira saa 7:30 klabu ya Chelsea Blues waliweza kuwatandika 3-0 klabu ya Nottingham Forest, huku mechi ambazo zilipigwa majira saa 10 kamili za jioni Sunderland waliweza kuwatandika Wolverhampton 2-0. Manchester City katika uwanja wake wa nyumbani wa Etihad Stadium waliweza kuibuka na ushindi 2-0 mbele ya klabu ya Everton St. Office. Crystal Palace wakiongozwa na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa ambaye ni Jean-Philippe Mateta waliweza kurizia kutoka sare ya 3-3 zidi ya klabu ya Bournemouth, ambako mabao yote matatu hayo ya klabu ya Crystal Palace yaliweka nyavuni na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa ambaye ni Jean-Philippe Mateta. Lakini Burnley waliweza kuwatandika Leeds United 2-0, huku klabu ya Brighton waliweza kuwatandika vile vile Newcastle 2-1. Lakini huko katika nchi ya Hispania vile vile katika michuano ya La Liga wiki ya 9 iliweza kushuhudiwa, ambako klabu ya Sevilla waliweza kutandikwa 3-1 zidi ya Mallorca, huku klabu ya FC Barcelona waliweza kuwatandika 2-1 klabu ya Girona. Kumbuka ya kwamba msikizaji, klabu ya Barcelona waliweza kuibuka na ushindi huo kunako dakika za lala salama kupitia beki wa wakati ambaye ni Araujo, ambako kwenye mechi hiyo aliweza kucheza kwenye nafasi ya mshambuliaji. Klabu ya Crystal Palace yapo nchini Uingereza wamepanga kumuuza mlinzi wa timu ya taifa ya Uingereza Mark Gay mwezi Januari, na klabu ya Liverpool haiko tena kwenye mstari wa mbele ili kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25, huku klabu ya Barcelona, Real Madrid pamoja na klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani, klabu zote hizo kubwa wakionyesha nia kumsajili mchezaji huyo wa timu ya taifa ya Uingereza ambaye ni Mark Gay. Klabu ya Barcelona wanafikiria kumnunua forward wa klabu ya Juventus na timu ya taifa ya Serbia Dusan Vlahovic mwenye umri wa miaka 25 ambaye atakuwa mchezaji huru msimu ujao. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo mwenzangu Safari Alimasi na Metinoir. Asante sana mwenzangu Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, ndapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Hivi sasa tujielekeze huko katika mji jirani wa Uvira, ambako mama mmoja ameshikwa na silaha moja aina ya AK-47 kwenye mpaka kati ya DRC na Burundi, eneo la Kavimvira mjini Uvira, Ijumaa tarehe 17 Oktoba 2025. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Raia imepongeza vitengo vya usalama kwa kazi kubwa walioifanya. Akizungumza na Radio Kivu kwenye njia ya simu, Bwana Dunia Hamisi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia, ameonyesha hapa namna mchakato wa kumnasa mwanamama huyo ulivyofanyika. Mwanamke mwenye bali mkamata na silaha anatoka huko gambo ya Kongo anavuka Burundi. Taarifa za ukweli, ule dada alikuwa na shakio mambo mengi sana, na aliweza katafungiwa zamani mambo ya wizi, uhalifu, kwa kwenye watu walitoka ndani ya gereza, naye akatoka akaendelea mambo yake, akaendelea matrafiki yake. Ndio hiyo siku watu wazee wenye
sheria wakamnyoshia mikono, wakamshakia, kumbe alikuwa anavusha silaha Burundi, ndio wakamshika. Watu wa ujasusi tunawashukuru kwa kazi ambao wako wanafanya katika boda. Yaani alikuwa anatoka huko Uvira kwenye Probox ni magari hivyo, kagari kadogo. Sasa kumbe alikuwa anatia hiyo bunduki, alikuwa anaifichika chini kabisa, alikuwa anaifichika chini na shofa akojua, ndipo wajeshi walikuwa na ujasusi waliposopa hiyo gari wakaikuta ndani hiyo bunduki. Ni Mkongomani. Sisi kama shirika za kiraia tuko na uchungu sana. Unaona, zamani tulikuwa tunadhania kama ni wa baba wa kaka ndio wanafanya vitu vya uhalifu, lakini sasa tunakuwa na masikitiko na wamama wanaanza fanya mambo ya uhalifu, na wadada wanaanza kuingiza mu vitu vya uhasama. Waangalia dada mzima mwenye anafikisha hata 35 anaanza uzisha maarme, anaanza uzisha watu mabunduki. Haoni kama ni kitu cha kushtuka nacho hicho. Tunashukuru kwanza kwa service ya ujasusi, tunawashukuru kwa kazi ambayo uko nafanya. Tunawaomba waendelee kufanya ile kazi ili wahudumishe usalama tu hapa kwetu Uvira. Jana balituambia kama eko mikono ya polisi, lakini mpaka sasa hatujua sasa kama anapatikana wapi. Ile kesi sisi tuliona tampelekea kifungo kabisa, maana ni kitu kibaya sana ambacho walimkuta nacho, na serikali kama anaweza kaachiliwa, lakini sisi tena kufuatilia tuelewe dossier yake inaendelea hai. Tukiwa tu katika mji wa Uvira ni kwamba suala la kutokuwa na mkuu kiongozi wa kusimamia wazalendo wote ndio chanzo cha hali ya vurugu na kuwa napigana wao kwa wao na pia kwa kuchangia kwa vitendo vya ukosefu wa usalama. Ndivyo amesema notable Andre Byadunia Mashaka akiwa mjini Uvira katika mahojiano na Radio Kivu juu ya ukimya wake juu ya hali ya wazalendo kuwa wanapigana wao kwa wao. Andre Byadunia ameonyesha kuwa tatizo kubwa katika yoyote ni serikali kuu ya Kinshasa ambayo imeshindwa kabisa kuwaweka kwenye mstari. Andre Byadunia ameongeza kuwa kwa sasa mji wa Uvira unahesabu majemedari waliojipanga wenyewe 18. Kwa nini Andre Byadunia ananyamazaka wakati wazalendo wenyewe na wenyewe wanatukanana, wanapigana masasi, wanaumizana? Alors que objectif ni kugomboa maeneo. Ni serikali ndio ilikuwa la base ya hivi vitu yote. Serikali kabisa, parce que unité ya commandement ya wazalendo benyewe hawawezi elewana. Serikali iliprofite mnaivete yetu sisi wazalendo na ndio ifanye ile mambo, kwa sababu ilikuwa wanatoka Kinshasa madelegation wanafika Uvira, wanagabula franga kwa wazalendo, kwa general. Ule mwenye aliona yeye alikosa, naye anasema na mimi foni kwa general, kesho na mimi bakwenda ni recevoir, na mimi niko na parti yangu kidogo. Ilikuwa de 13 generaux, leo tuko na plus ya 80 generaux autoproclamé wazalendo. Alors ile deja kusema waweke pamoja, waambie na bawili watatu waweza kuelewana, wengine wataishape tu na ndo desordre. Mimi wanaweza kuimaliza yote ni serikali ya Kongo kama inataka. Mimi niko nawaza kwamba serikali haijui kwamba wazalendo wana existe. Parce que ingejua kama wana existe, kama ilisha tuorganize, tunapata commandement moja na ile commandement inatufikisha kwenye tuko tunatafuta. Usiku ulikuwa siasa mwa ndefu sana, kututoa mjina ya maimai kutupeleka mwazalendo ni kutusinzilisha na kutuambia tunakuwa tunatumika na serikali yapi ambayo tuko tunatumika nayo, yenye haitujali, yenye haitupatii vifaa, haitusutenir, hakuna kitu. Na leo sasa tunaenda mseselefe. Imaginez-vous, hii miaka yote watabakia Mubaraka, Fizi, Uvira, sijui Kamanyola, Luvungi, Sange, watabakia tu vile. Watakula kwa nani na atawapatia chakula? Mwisho serikali itawatupa, haitawapa chakula. Na ndio itakuwa mwanzo wa sisi kuanza kuibiwa kila siku, kwa sababu na precisaka kila siku ke ya défaut et de vrai wazalendo. Wazalendo kamili ni wale ambao wanapigania nchi. Na wengine ni wazalendo ambao wametoka kwa prison centrale, walikimbia, ashashindikana kwao na kamata silaha na kwa mzalendo. Ule atawakia tu anaibaka. Mimi sina kosa lolote. Tuko tunafanya maefori yetu sisi tunaweza kuifanya, lakini probleme moja kubwa ni serikali ambayo haipendi kushindikiza wazalendo ili tufikie lengo la kugomboa nchi. Na tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kitaifa ambako vuguvugu tuokoe Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imasovon la RDC kwa Kifaransa yake Joseph Kabila Kabange Baba Sifa yatoa wito kwa kuachiwa huru mara moja kwa mpinzani Seth Kikuni kumradhi, ambaye alishikwa na vitengo vya usalama pindi alipowasili mjini Kinshasa akitokea Nairobi nchini Kenya. Isaac Mulucha na ripoti kamili.
Ndiyo Safari Alimasi, mpinzani wa kisiasa Seth Kikuni aliyewahi kuwa mgombea wa urais, alikamatwa mchana wa Jumamosi tarehe 18 Oktoba alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa. Inadaiwa kuwa ni maafisa wa usalama ndio walioendesha harakati za kukamatwa kwake, na hadi sasa haijafahamika alikopelekwa na hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za serikali. Seth Kikuni alikuwa amerudi kutoka Nairobi ambako alishiriki katika kuanzishwa kwa vuguvugu la upinzani Tuokoe DRC Sauvons la RDC, jukwaa jipya la kisiasa lililoanzishwa baada ya mkutano wa kisiasa uliofanyika Jumanne na Jumatano iliyopita chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Hata hivyo, vuguvugu la Sauvons la RDC limelaani kukamatwa kwa mpinzani Seth Kikuni, likimtaja moja kwa moja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye anayehusika na tukio hilo na kudai aachiwe huru mara moja na bila masharti yoyote. Katika tamko lao la tarehe 18 Oktoba, vuguvugu hilo linasema kuwa Seth Kikuni ambaye ni rais wa chama cha upinzani Piste pour l'Emergence na mwenyekiti mwenza wa mkutano wa kisiasa wa Nairobi alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili baada ya kutua kutoka mji mkuu wa Kenya. Taarifa hiyo imesema maafisa wa usalama walimnyang'anya pasipoti na simu zake kabla ya kumpeleka. Vuguvugu hilo linakumbusha kuwa Seth Kikuni ndiye aliyesoma tamko la mwisho la mkutano wa Nairobi kwa niaba ya wajumbe wote. Kwa mujibu wa Sauvons la RDC, kukamatwa huku kunahusishwa moja kwa moja na ushiriki wa Seth Kikuni katika mkutano wa kisiasa wa Nairobi, shughuli ambayo wanaita kuwa ni halali kabisa kikatiba na kihaki. Wanasema tukio hilo ni ukiukwaji wa wazi wa haki zake zinazolindwa na katiba ya jamhuri. Taarifa hiyo iliyosainiwa na viongozi wa upinzani akiwemo Augustin Matata Mponyo, Frank Diongo, Raymond Chibanda na wengine kadhaa inalahumu utawala wa sasa kwa kuendesha ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya wapinzani, huku wakidai kuwa DRC inageuza polepole kuwa gereza la wazi. Vuguvugu hilo linamshikilia Rais Felix Tshisekedi binafsi kuwa na dhamana kwa lolote litakalompata Seth Kikuni, iwe ni tishio kwa maisha yake au kwa hali yake ya kimwili na kiakili, na linatoa wito pia kwa jumuiya ya kitaifa na kimataifa kuingilia kati haraka ili kuhakikisha kuachiliwa kwake na kusitishwa kwa mateso dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Safari Alimasi, siku moja kabla ya kukamatwa kwake Seth Kikuni, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa X zamani Twitter uliokuwa na ishara ya kutabiri hathari iliyokuwa mbele yake. Aliandika, lengo la mwisho wa wiki, kurudi nyumbani na kupita katika bonde la uvuli wa mauti bila kuogopa chochote. Safari Alimasi inajua kwamba anakuwa na kumbukumbu hii. Bwana Kikuni ambaye aliachiliwa huru tarehe 1 Machi 2025 baada ya kufungwa kwa miezi 6 katika gereza la Makala, alikuwa amehukumiwa mwezi Septemba 2024 kifungo cha mwaka mmoja gerezani kwa kosa la kuchochea wananchi kutotii mamlaka na kusambaza taarifa za uongo. Sasa baadhi ya vijana ambao walikuwa mstari wa mbele kulalamikia kufunguliwa kwake kipindi cha nyuma wamesema kuwa mabaya ambayo yatamkuta Seth Kikuni yatamwangalia mwenyewe kwa kuwa atakuwa amejitakia kwa kuungana na vuguvugu ya watu wanaoipinga serikali. Asante sana Isaac Mulucha Shibe kwa ripoti yako hiyo. Sasa habari za kiraifa ambako mambo yanazidi kuwa moto. Msikilizaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nikupongeze kumrazi wewe ambaye unaendelea kututegea sikio mwanzo hadi mwisho, na jopo zima la wariri wa habari wa Radio Kivu akiwemo mwariri mkuu Nikore Mkashindi Msamaria mwema, na mshukuru vile vile rubani wangu ambaye alikuwa ni Maxime Chipamal. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine alikuwa ni mimi Safari Alimasi Lemetiwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye.